Nataka utupe picha kwa ufupi sana miaka hiyo 30 iliyopita na mpaka sasa hivi kwenye yale maeneo 12. Moja hapo nayo kumbuka haraka ilikuwa ni kuhusu masuala ya uchumi na wanawake, masuala ya elimu, masuala ya mazingira, masuala ya afya pia yalikuwemo humo. Ushiriki wa wanawake katika ngazi za maamuzi. Yes. Sasa kwa hiyo miaka 30 iliyopita mpaka hii leo, unaona kuna namna yote ile, kuna mabadiliko angalau yanatokea kwenye hayo maeneo? Ya kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mimi kuweza kuwa leo nazungumzia swala zima la ule mkutano wa Beijing wa 1995 nikiwa shuhuda, nikiwa mshiriki, na yale mambo ambayo niliona kule, niliyotoka nayo kule, ambayo kama nilivyosema nayo yakanisababisha mimi niweze kuwa mwanaharakati mkubwa sana kwenye swala zima la haki za wanawake na watoto. Nachoweza kusema ni kwamba baada ya ule mkutano wa Beijing wa mwaka 1995 ukiangalia kuna mafanikio makubwa sana ambayo yamepatikana. Ukiangalia kwenye swala la elimu tunaona kabisa kwamba huko nyuma uandikishaji wa watoto wa shuleni hasa watoto wa kike haukuwa mkubwa sana. Lakini baadaye baada ya lile azimio la Beijing na kwamba nchi ziliridhia zikasaini ile mikataba nini kukubaliana, unaona kabisa kwamba hata uandikishaji wa watoto hasa watoto wa kike ulipanda sana. Asilimia kubwa sana watoto wa kike waliweza kuandikishwa. Lakini sababu na hilo kwenye swala la afya, ukiangalia kuanzia 95 mpaka leo tuko 2025, kuna mageuzi makubwa sana ambayo yametokea kwenye swala la afya pia. Kwa hiyo unaona kabisa serikali yetu jinsi ilivyojikomiti kwenye afya. Tunaona kabisa kwenye masuala ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali, kuanzia vituo vya afya, tukienda kwenye zahanati, hospitali za kanda, hospitali za mikoa, hospitali za rufaa. Hivyo tunaona kabisa kuna mafanikio makubwa. Lakini pia tukienda kwenye swala la uchumi, miaka ya nyuma tunatambua kwamba kulikuwa kuna wanawake walikuwa wanachicharika, lakini bado hawakuwekewa ile misingi mizuri ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini tunaona kabisa kwamba baada ya ule mkutano wa Beijing wa mwaka 95, serikali zetu kwa kuwa kuna baadhi ya mambo zilikuwa zimeridhia, unaona kabisa jinsi gani serikali zetu zilivyoona kuna umuhimu wa kuweza kuwakwamua wanawake kiuchumi kwa kuanzisha fursa mbalimbali, nyanja mbalimbali za kuwafanya wanawake waweze kufanikiwa kiuchumi. Na kama utaona kabisa kwamba kulikuwa kuna mikopo mbalimbali ilikuwa ikitolewa, na kama unakumbuka kuna wakati ule wa Mheshimiwa Rais kuna mabilioni yale ya Kikwete yalikuwa yanazungumzwa, yani yote yale ilikuwa ni katika kutaka kuwakwamua wanawake kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini sasa ikaja hata hizi program mbalimbali, kwa mfano kama hii 10% ambayo ni 442 ambayo inaitwa maalum hiyo. Huko nyuma ilikuwa tumewekwa 442 kwamba wanawake watapata 4%, vijana watapata 4%, walemavu watapata 2%. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni tamko, hakukuwa na commitment yote ya serikali. Serikali ikaamua kuweka kabisa sheria kwamba kila halmashauri katika makusanyo yake 10% ya makusanyo yake lazima ziende kwa haya makundi maalum, ili kusudi waweze kupata mikopo, na mikopo isiyokuwa na riba, ili kusudi waweze kuweza kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo tunaona kabisa mabadiliko haya yaliyotokea katika kipindi hiki cha miaka 30 ya Beijing. Lakini sambamba na hilo, kwenye swala la ngazi za maamuzi, huku nyuma wanawake ushiriki wao ulikuwa ni mdogo, lakini pia kwa sababu ilikuwa miongoni masuala ambayo yalizungumziwa kule, basi utakuta kwamba hata sasa hivi na sisi nchini kwetu unaona kabisa kwenye nafasi mbalimbali, nyadhifa mbalimbali za uteuzi, za kuchaguliwa. Lakini zile senior positions, zile nafasi ambazo zinakwenda kulingana na uwezo wa elimu ya mtu, unaona kabisa kwamba wanawake nao wapo. Kuna mameneja wa benki, utakuta yani vitu kama hivyo. Utakuta majaji wameongezeka, mahakimu wameongezeka, sijui wakurugenzi wameongezeka, wakuu wa mikoa, halmashauri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Yani kwa hiyo unaona kabisa kwamba wabunge of course miaka ile wabunge wa majimbo walikuwa wachache, lakini sasa hivi tunaona kabisa hata hivyo, pamoja na kwamba na udogo wake, lakini tunaona kabisa kwamba wanawake wameanza kujitokeza kwenye nafasi za majimbo, kwenye kata, madiwani wa kata, lakini pia wenye viti wa serikali za vijiji, tunaona kabisa wa vitongoji. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kwenye
swala zima za uongozi, baada zile hamasa, lakini pia na serikali kutoa fursa kwa wanawake. Unaona wanawake wengi sana wanaweza kujitokeza. Lakini swala lingine naomba nizungumzie swala la ukatili. Ukatili ulikuwepo tangu enzi na enzi. Lakini ukatili wakati ule ulikuwa ukitokea, ilikuwa inaonekana kama vile kuzungumzia swala ukatili ilikuwa kama ni aibu katika familia. Na nini, kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kikifanyika basi baadaye watu familia wanakaa pamoja wanayamaliza ili kusudi maisha yafanye nini. Lakini tunaona kwamba sasa hivi baada ya kuwa na mipango mbalimbali, sio tunamtakuwa, kulikuwa wakati huo tulikuwa tuna National Plan of Action ya Acceleration to Eliminate Female Genital Mutilation, mambo ya kupinga masuala ya ukeketaji, kwa sababu yote ni aina zote za ukatili, mambo ya vipigo na nini, na zile mila na desturi zote zilizopitwa na wakati. Kukawa kuna sheria maalum ambayo inamlinda mwanamke dhidi ya hizi mila na desturi potofu ambazo zina mlengo, ni aina ya ukatili. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yani katika hii miaka kuna mabadiliko makubwa sana, na sasa hivi kama kwa kuwa vyombo vya habari vipo, utakuta kwamba matukio ya ukatili yamekuwa yakiripotiwa almost kila siku. Na hiyo yote ni kwa sababu ya mwamko watu waliokuwa nao. Mambo tena ya kukaa kama familia, tena baba mdogo au mjomba au binamu amemfanyia ukatili mtoto wa kike au wa kiume, unaona kabisa kwamba kuna familia zinatoka mbele na ziko radhi kama mtu amemfanyia ukatili mtu katika ngazi ya familia achukuliwe hatua. Yes, achukuliwe hatua. Ni kweli kabisa, na ndio maana saizi tunaona kwamba watu wanasema ukatili umeongezeka, lakini kumbe inawezekana ni mwamko wa watu kuripoti ndo umeongezeka. Tuko na wanaume kama ambavyo nimesema, na hawa wote wanafanya kazi muhimu sana pale WOWA, sijawasahau, nitarudi kwenu. Lakini kwanza natamani tufahamu kwa ufupi tu hii safari yako ya kuhudhuria huu mkutano wa Beijing. Kwa kweli sikuwahi kufikiria kama kuna mtu hapa Dodoma alishiriki kwenye mkutano. Ndio miaka 30 iliyopita. Ninachoweza kusema ni kwamba kama utakuwa huru zaidi kutuambia hata kipindi hicho ulienda ukiwa una umri gani, itakuwa nzuri. Kipindi hicho kwa kweli nilikuwa bado msichana, nilikuwa niko kwenye early 30s, kwenye miaka ya 30 ya mwanzo. Na wakati huo mimi nilikuwa ni afisa elimu vifaa na takwimu wa wilaya ya Dodoma vijijini. Kipindi hicho. Na nilikuwa miongoni mwa maafisa elimu wadogo ambao tulikuwa tumeingia katika ngazi ya elimu. Lakini sababu na hilo, wakati huo mimi nilikuwa nimetoka kusoma chuo kikuu cha Botswana, University of Botswana. Sasa kule nilikutana na profesa mmoja ambaye alikuwa akizungumzia sana kuhusiana na huu mkutano. By then ilikuwa mwaka 92 niko pale chuo kikuu Botswana. Kwa hiyo sasa nilipokuwa pale Botswana, ndio yule mama akawa anajaribu kutuinspire sisi watoto wa kike kwamba kuna mkutano unakuja, kwa hiyo tunatamani watoto wa kike wengi mshiriki nini, unaona. Kwa hiyo akawa anatupa taarifa. Kwa hiyo kama mtu una interest, sasa mimi nikapata interest, nikapata hamu ya kujua hiki kitu kikoje. Kwa hiyo kuanzia pale nikaanza kufuatilia. Kwa hiyo baadaye ukaja ule mkutano wa kabla ya ukaja ule mkutano wa maandalizi wa Dakar Senegal ambao ulifanyika mwaka 1994. Yaani ile ilikuwa ni preparatory meeting kwa ajili ya kwenda kwenye mkutano wa Beijing. Sasa kabla ile preparatory committee ambayo ilikuwa inakwenda kufanya mkutano kule Dakar, wakachagua baadhi ya wanawake katika ngazi mbalimbali, na tukawa tumepelekwa katika level ya kikanda. Yaani kwa mfano Dodoma, sisi tulikuwa Dodoma, tulikutania Tabora. Ambapo sasa kule Dodoma ilikuwa mkoa wa Dodoma, ulikuwa mkoa wa Singida, mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Kigoma. Kanda ya kati. Ilikuwa Central Zone wakati ule ndivyo nayo. Kwa hiyo tukaitwa pale. Sasa mkiitwa pale nadhani ndio tulikuwa tunakwenda kufanywa usaili. Tulitolewa katika maeneo yetu ya kazi, wengine walikuwa wakati huo hamko mnajua kama ni usaili, lakini hatukujua. Yaani tukaambiwa tu kwamba kuna shughuli, kuna maandalizi ya mkutano, tukapelekwa pale. Sasa tulipopelekwa pale, ndio pale mkifika mnaulizwa maswali, mnazungumza nini, unaona Basi sasa katika kuuliza maswali, kuzungumza nini, tukawa tumechaguliwa baadhi ya watu. Na mimi nikiwemo, na mshukuru Mungu mimi kwa nimetoka Dodoma. Kwa hiyo tulivyotoka pale tukapelekwa Dar es Salaam. Dar es Salaam kule tukaenda tena pia kukawa kuna mchujo.
Unaona, kwa hiyo kule mnakwenda mnaongea jinsi gani kwamba kama utapewa presentation ya kwenda kufanya kwenye ule mkutano, kwa mfano kwenye podium utasimama vipi, maana ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza. Unaona, na kule unakwenda kuongea lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya kigeni. Unaona, basi bahati nzuri katika ule usaili mimi nikapita na nishukuru Mungu. Mashaallah. Na kilichonisaidia kikubwa ni kwamba mimi professionally ni mwalimu, na bahati nzuri mimi ni mwalimu wa lugha, ni mwalimu wa lugha ya Kiingereza. Kwa sasa ile ikanibeba. Kwa hiyo nibeba ndo tukafanywa maandalizi, ndio tukaenda katika ule mkutano, na kwa kweli ulikuwa ni mkutano ambao ndio ulikuwa mkutano mkubwa wa wanawake duniani. Kwa sababu ukikumbuka kumbukumbu, mikutano hii imepita mingi. Kuna ule wa Copenhagen ulifanyika miaka hiyo, unaona, lakini baadaye ukaja ukafanyika Afrika ambao ulikuja na ule nani hii kauli mbiu yake ile Nairobi Forward Looking Strategies ulifanyika Kenya mwaka 1995. Kwa hiyo ile Fourth World Conference ambayo ilifanyika 95 ambayo ilishirikisha wanawake mashuhuri wote duniani, wake wa viongozi wote duniani. Nakumbuka na wakati ule mke huyu marehemu Winnie Mandela na pia alikuwa ni miongoni mwa wadau waliokuja katika ule mkutano, kina mama Graca Machel walikuwa ni viongozi, kina mama Bill Clinton, yani huyu Hillary Clinton. Sasa by then sisi visichana bado ndogo, yani tunakaa tunaangalia tunasimama, na yani tulikuwa very vocal kwa sababu tulikwenda kwa bendera ya nchi na katibu mkuu wetu mama Gertrude Mongera tulikuwa naye, na sisi tukataka tuonyeshe sauti ya nchi yetu jinsi hivyo. Maana ilikuwa nafikia wakati mwingine tunasimama mpaka juu ya meza. Maana wakati tulikuwa bado wadogo, kwa kweli ninaweza kusema kwamba mkutano huu mimi kwangu ni katika historia ya maisha yangu ndio ulionifanya nifikie hapa nilipo. Hongera sana. Ya ilibidi sasa nianze sana mimi mchakato wa kuhakikisha nasimama kama mwanamke, ukanipa ujasiri, ukanipa uwezo wa kuzungumza, nikasema kwamba mimi kama mwanamke naweza, mimi kama mwanamke nitafanya. Na ndio maana na kila siku mimi nawa inspire sana watu, hakuna kukata tamaa. Ukiwa na malengo basi Mwenyezi Mungu atakuja kusaidia. Mwisho wa siku tu wewe ni kuamini kwamba mimi nina kipaji, mimi na uwezo Mwenyezi Mungu ambao amenipa ndani yangu, kwa hiyo naweza nikafanya. Na Mungu amenijalia mpaka leo nimekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio jambo dogo hilo. Ndio maana sasa naanza kuelewa kwa nini wao hapo imekuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu lakini bado iko kwenye peak ile ile. Haya, tuzungumze kidogo kuhusu sauti ya mwanamke kutoka wao hapo. Karibu. Asante sana. Kwenye upande wa ukatili hapa Dodoma. Asante sana ndugu mtangazaji. Miongoni mwa vitu ambavyo vinavyoniumiza kichwa katika mkoa wa Dodoma, pamoja na kwamba Tanzania Demographic Health Survey inasema kwamba swala la ukeketaji Dodoma limepungua, lakini bado ukeketaji unafanyika katika mazingira ambayo ni ya siri kidogo. Kwa hiyo hilo swala bado linaniumiza kichwa, kwa sababu katika watu ambao nilianza kampeni ya kupiga vita ukeketaji, mimi ni miongoni mwao, na na history kwa sababu kuna tukio lilitokea, kuna binti alifariki baada ya kufanyiwa hiyo shughuli ya ukeketaji, kwa hiyo ilibidi nifuatilie kwa ukaribu. Lakini sababu na hilo bado tuna tatizo la mimba na ndoa za utotoni katika miongoni mwa mikoa ambayo pia ina tatizo hilo. Pia Dodoma imo kwenye swala zima la mimba na ndoa za utotoni. Lakini zaidi ya hapo, yani tukienda mbali zaidi, masuala ya vipigo, ukatili uliokithiri, watoto kuuawa, watoto kufanyiwa ukatili, watoto kulawitiwa, watoto kubakwa na mambo mengine. Na kama utaniruhusu ndugu mtangazaji, kuna mkasa kimoja ambacho kilitokea mwaka jana. Nakumbuka kuna baba ambaye alikwenda kamlawiti mtoto wake mdogo, kale katoto kakafariki. Ni miezi 6. Yes. Na bahati nzuri mimi nilikwenda, nilishiriki yale mazishi mwanzo mwisho, na nikaongea na jumuiya ile ya pale ambapo tukio hilo lilikuwa limetokea. Kwa kweli lilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Lakini pia kuna kesi zingine, watu wanauawa bila sababu, watu wanapigwa hivyo.
Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba zile aina zote za ukatili, sio za vipigo, za ukatili kwa maneno, za ukatili zote kwa Dodoma zipo. Kwa hiyo mimi naweza kusema, yani siwezi kusema specific labda hichi kitu, no. Yani ule ukatili wa aina yote ule ambao utamletea madhara ya kiakili, madhara ya kimwili mwanamke au mtoto wa kike, kwa kweli mimi siko radhi naye. Mradi huu wa Sauti ya Mwanamke ambao mnautekeleza wao kwa kushirikiana na wadau wengine kama LSF hapo, na natamani kufahamu plani nini mpaka tunafikia mwisho. Sasa tunamaliza Sauti ya Mwanamke, tunatamani sisi tuwe tumepata vitu gani? Actually issue kubwa ni kwamba kwa kuwa tunaishirikisha jamii, ndio tunashirikisha makundi mbalimbali, serikali za mitaa, viongozi wa dini na wadau wote, tunatamani tuwe na ile sauti ya pamoja ili kuendelea kusimama pamoja kupiga vita swala zima la ukatili. Kwa hiyo kama tukisimama wote kwa sauti, akasimama kiongozi wa serikali za mitaa, labda katika ngazi ya mtaa au katika ngazi ya kijiji au katika ngazi ya kata, lakini pia akawepo kiongozi wa dini, akawepo labda kiongozi mashuhuri na wote, yani wale watu wote ambao wanafahamika katika jamii ile, pengine kwa sauti ya pamoja ile nayo itasaidia kupunguza baadhi ya masuala mazima ya ukatili. Kwa sababu kuna maeneo ukienda ukisikia stories au ukisikia hadithi, utashangaa mtoto anakuambia, mimi mama yangu ananiambia kabisa, wewe mtoto wa kike unawezaje ukakaa nyumbani, mimi mama yako sina chakula. Mwanafunzi yuko form 2, tulikuta kesi hiyo, binti akasema, jamani mimi naomba mnisaidie, mnitoe, maana yake nikikaa hapa mimi siwezi kusoma. Unaenda kumwambia mama mlevi. Sasa unategemea nini? Kwa hiyo utakuta kwamba kuna baadhi pia watoto tumeweza hata kuwaponya, kuwatoa, kuwatafutia utaratibu waende wakasome mazingira nje mbali na nyumbani, ili kusudi waweze kutimiza malengo yao. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba dhima au dhamira yetu ya dhati sisi kama shirika, kwa kushirikiana na wadau wetu wakubwa sana LSF, ni kuhakikisha tunaona kwamba jamii ambayo masuala mazima ukatili yanakuwa hakuna, inakuwa ni history. Lakini je, hiyo historia inaweza ikapatikanaje? Historia hiyo itapatikana kwa kushirikiana kwa wadau mbalimbali, lakini pia jamii, awe ni baba mdogo, awe ni mjomba, awe ni binamu, awe ni mtu yoyote yule, asifikirie kumfanyia ukatili mtoto au mwanamke wa aina yote. Ingawaje ndio utakuta kuna cases kwamba kuna baadhi ya wanawake wanafanyia ukatili, ni issues ambazo ni chache, lakini ukiangalia kwa nani utakuta kwamba mtu wengi ambao yani drivers wa swala zima la ukatili ni wenzetu wanaume. Kwenye kubaka wao ndio wanafanya, kwenye kulawiti ndio, kwenye kupiga wao wanafanya, kwenye kudhulumu mali, kwenye masuala ya ndoa. Kwa hiyo utakuta kwamba ni nani. Kwa hiyo sasa ndio maana tunaona kwamba tuwalete wanaume katika hii campaign ili kusudi sasa wao nao watusaidie kusema. Kwa hiyo na wale wanaume wenzao wakiwaona watasema, lana wenyewe itakuwa ni wake up call kwao. Watasema kwamba kumbe kile kitendo mimi ninachokifanya sicho cha kwenda kumwingilia mtoto wa dada yangu au kwenda kufanya kitu. Na kuna mwingine anakuwa anajua tu basi ni ile tu afya ya akili, pengine inawezekana labda ni matatizo ya akili, ni msongo wa mawazo, au pengine kuna wengine ambaye anaona kwamba kwenda kumfuata mama ambaye mwenye akili zake sawa sawa atamuuliza maswali mengi kwamba wewe unanifuata mimi. Sasa kienda lakini akimfuata mtoto innocent anaenda mfanyia aina yote wa ukatili. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba sisi ni kuona kwamba tunataka tuone kwamba swala zima la ukatili linakuwa ni historia, linapotea na kuwa historia. Jana tulikuwa tunazungumza masuala ya ukatili hapa na katika simu ambazo tulizipokea kama 3 hivi zilizungumzia ukatili kwa wanaume. Unakuta mtu anaongea anakuambia, mimi jirani yangu anapigwa, anafanya hivi, huwezi jua kama ni jirani yake au ni yeye. Lakini kubwa ambalo wanalisema kwamba hizi harakati za wanawake za kuwatetea wanawake ndio ambazo zimesababisha mpaka sasa hivi sisi wanaume tunapigwa. Alafu sasa sisi hatuwezi kusema, yani unaanzaje kumwambia mtu au unaanzaje kutoa mguu wako hapo unaenda polisi na mwambie mimi nimepigwa na mke wangu, afu kuja kumuona mke wako anaanza kukudhalau. Ninachoweza kusema ni kwamba hata mimi nilishawahi kupata kesi 2. Wanaume walikuja wakanifuata wakaambia, dada, hapa mnashughulika na kesi za wanaume wanaonyanyaswa? Nikaambia tu, lakini natamani nisikie story yako. Kwa hiyo kweli huyo bwana akanambia jinsi gani mke wake anavyomfanyia ukatili.
kwamba yule bwana alikuwa anafanya kazi miaka hiyo, bahati mbaya akapata redundancy, alipata redundancy, mwanamke ndo akawa anafanya kazi. Kwa hiyo mwanamke ndo alikuwa anayeleta mkate nyumbani. Kwa hiyo sasa ndo akawa anampa masharti yule mwanamume jinsi gani ya kuishi. Kwa hiyo sasa pale kukawa kuna aina, ulikuwa ukatili wa hali ya juu kweli. Yule bwana alikuwa anakuja na akasema sisi tutaanzisha chama chetu cha wanaume ambao wanafanyia ukatili. Na nakumbuka mara ya mwisho tukiwa Dar es Salaam, kuna kiongozi alikuja pale na kiko chama cha wanaume sasa hivi ambao wanaofanywa. Ingawaje sasa wao ni katika nani ndogo sana, kwa sababu ukatili wanaofanywa wanawake na watoto uko tofauti na ukatili ambao wanafanywa wanaume. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba bado jamii na kila sababu ya kukaa kuangalia sasa pande zote, kwamba bado kuna baadhi ya wanaume wanaofanywa ukatili, lakini kukuta kwamba kundi kubwa ni la wanawake na watoto ndio ambao kundi ndio tunatakiwa tulikomboe. Na ndio maana unaona kwamba serikali imeamua kutenga masuala mbalimbali, program mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunapambana na swala zima la ukatili. Ndio ya mambo ya mtakuwa na nini, yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza swala zima la ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Tunahakikishaje kwamba haya yote ambayo tumezungumza yanaweza kumfikia huyu mwanamke lakini pia mwanaume kwa ajili ya kupata hiyo support yake na kutokukaa kimya yanapotokea matukio haya ya ukatili vizuri kabisa? Tunatumia njia gani? Asante ndugu mtangazaji. Njia tunayotumia tunaweka vigezo vya kupima ufanisi wa shughuli. Ndio. Na hiyo vigezo kimojawapo ni idadi ya watu wanaofikiwa na huduma mbalimbali ambazo tuna rekodi za matukio katika vituo vya One Stop Center na pia na katika kwa polisi jamii na pia kwa maafisa maendeleo ya jamii ambao wanachukua rekodi za matukio mbalimbali ambayo yanatokea. Kwa hiyo tukiona kwamba matukio yamekuwa mengi, maana yake utoaji wa taarifa unaongezeka. Lakini pia tunafuatilia matukio mwanzo mpaka mwisho kuona huyu mhanga amepata huduma namna gani kuanzia ngazi aliporipoti, aliposhughulikiwa mpaka alipokwenda mpaka mwisho wa matukio hayo. Kwa hiyo tuna vigezo vya kupima utekelezaji wa hizo shughuli zetu. Lakini pia tuna mikutano ya kila robo mwaka ambapo huwa tuna hizo kamati zinakaa na kujadiliana matukio mbalimbali yaliyotokea na jinsi yalivyochukuliwa. Na pia data zinakusanywa. Lakini pia tuna mifumo mingine ambayo inatuwezesha kupata hizi taarifa kupitia survey mbalimbali ambazo zinafanyika kama kitaifa au kimkoa, ambazo sasa ndo zinatuonyesha hali ya matukio ya ukatili yakoje katika maeneo yetu. Kwa hiyo kwa kupata hivyo vigezo tunaweza tukajua nini kinaendelea na namna gani shughuli zetu zinakuwa katika mwelekeo wa utekelezaji. Sawa sawa. Hongereni sana kwa kazi hizo ambazo mnazifanya. Muda wetu unakimbia kweli kweli. Na tungeweza kuelimisha jamii, tungeweza kuambia kwamba ukatili ufai, fanyeni hivi na hivi na hivi na hivi, tusitoe huduma hii ya msaada wa kisheria na ikawa sawa tu. Lakini tukiongeza huduma ya msaada wa kisheria, naona kama inaongeza thamani zaidi. Ni faida gani ambazo tumezipata mpaka sasa hivi kwa sisi jamii, ukiachana na shirika, kwenye jamii kule wamepata faida gani mpaka sasa hivi kwa uwepo tu wa hizi huduma za msaada wa kisheria? Asante ndugu mtangazaji. Faida kubwa ni watu kujua haki zao na kujua utaratibu wote wa sheria, kwa sababu lengo la msaada wa kisheria ni kuwafundisha watu, wananchi wa kawaida kabisa, wananchi wote kwa ujumla, waweze kujua nini haki ya kila mmoja wao, nini madhara ya ukatili wa kijinsia, ili kwamba baada mtu kunyamaza sasa ajitokeze, azungumze. Lakini zaidi ya hilo, tunachukua hatua ya kuwasaidia, kwa maana kuwapa huduma ya sheria. Kwa maana ipi? Kwa mwingine kutajiwezi, lakini amebeba miradhi, ananyanyaswa kiuchumi, anashindwa kufanya mambo yake, tunamsaidia njia za kupita hapa. Kama hajiwezi kabisa, kuna Tanganyika Law Society, chama cha wanasheria, tunamshika mkono, wakili, huyu mtu ana shida fulani, iko hivi na hivi, naomba umsimamie apate haki zake. Kwa kama kuna watu wamekaa kama familia wanataka kumdhulumu, wanashindwa kumdhulumu kwa sababu tayari anajua haki zake. Kwa hiyo mafanikio makubwa sana. Mkurugenzi hapa amezungumza kuhusiana na kuwashirikisha wanaume. Akisema yeye kwa sababu ni mwanamke, utasema unaona sasa ndio wale mtu anataka kuisikia kutoka kwako. Wewe ni mwanaume na unafanya hizi kazi za kuwatetea hawa wanawake pamoja na watoto. Nafasi yenu ina ukubwa kiasi gani kwenye haya mapambano?
Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Amesema hivi, anaposema kutoka kijinsia, tukizungumzia wanawake na watoto, haimaanishi kwamba mwanaume akifanya ukatili asisaidiwe. Kwa dawati la jinsia liko pale. Tunaelekeza watu wote ni sawa. Lakini tunafanya hivyo kwa sababu wahanga wakubwa zaidi ni wanawake na watoto. Lakini wanaume wote wana haki sawa. Kwa hiyo kama ananyanyaswa, asione aibu. Shida yetu si wanaume tulio wengi, tunaona aibu, hatujitokezi. Mkurugenzi wangu ametoa hapa ushahidi na nyinyi mashahidi. Kwa hiyo walijitokeza wanasaidiwa. Kwa tujitokeze, tusione aibu. Hii sheria ni ya wote, haibagui. Hiyo tunaangalia wanaopata madhara makubwa ni wakina nani. Ni wanawake. Hata mimi naizungumza nikipata shida nitasema kwa sababu sheria ipo. Sawa sawa. Ukiachana ukatili ambao mnafanywa nyinyi wanaume, ukatili wanaofanywa wanawake na watoto, wanaume nafasi yao ni ipi katika kutokomeza? Wanaume kazi yetu kubwa, hasa nikianza na mimi na wengine, ni kujihakikisha tunaacha mfumo dume. Unajua sisi wanaume Mungu ametumba tuna nguvu. Lakini nguvu hizi kuzitumia vibaya zina madhara. Kwa hiyo lazima tujizuie, tujue kwamba hili ni kosa na sheria haitaki tufanye hivi. Kwa hiyo tukitambua kila mmoja wajibu wake na haki, basi itakuwa sio shida tena. Kwa hiyo tunafundisha wanaume pia kwa wajibu wao, lakini tunawazuia wasifanye matendo ambayo yanavunja sheria, hasa za nchi na za kimataifa. Kwa hiyo tunafanya sana hilo. Sawa sawa. Tukihama huku kidogo, mheshimiwa, mzi japo tunapiga taratibu tunapiga taratibu sana, hasa kwenye nafasi za madiwani. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa Ana Makinda kwenye kongamano la wanawake hapa Dodoma juzi, akasema kwa mfano Dodoma tuna 14% tu ya madiwani kwenye kata zote 41 42 sijui, tuna 14% tu ya madiwani wanawake. Unadhani nini bado changamoto ambayo inatufanya sisi huku kwenye nafasi za kuchaguliwa tusipige hatua haraka haraka? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Labda kwanza kwa mimi pia ni paraligo. Ndio. Mimi tena paraligo wa mwanzo kabisa. Sawa sawa. Na mbunge peke yake ambaye ni paraligo mle bungeni. Sasa ninachoweza kusema ni kwamba kwenye hili swala la uongozi, kweli tulikuwa na kongamano juzi kubwa sana la mikoa mitatu, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Iringa. Na hii ilikuwa ni kuelekea katika kilele cha siku ya wanawake duniani. Ni kweli bado swala zima la mila na desturi pamoja na mfumo uliopo, pamoja na kwamba fursa hizo zimetolewa, bado ule mfumo, yani fikra zile za mfumo dume bado upo. Na ndio maana kwamba hata wanawake wenyewe wanakuwa hawajiamini kwamba nikienda nikichukua fomu pale katika kata nitapita, nitashinda, je watu wataniunga mkono? Kwa hiyo kwanza yeye mwenyewe tu ile yani yeye mwenyewe kujifikiria kwamba sitaweza, yani ile tu unakuwa ile ni stigma tosha kwako, unaona. Na kwenye majimbo hivyo hivyo. Lakini pia utakuta kwamba kuna vitu vingi sana. Unataka kwenda kugombea udiwani kwa mfano, umeanza kugombea udiwani, unahitaji kuwa na watu wa kukusaidia. Wewe si una timu yako ya kampeni, labda pengine wewe una usafiri, unahitaji mafuta, unahitaji wale watu wako wa kufanyia kampeni wakusaidie, watume huko na huku, uandae sio vipeperushi, utengeneze labda kama ni hivi vipeperushi mbalimbali ili kusudi watu wakufahamu. Sasa yote hiyo inahitaji uwezo wa kifedha. Sasa je, wanawake wangapi ambao wanaweza mwenyewe akaamua akaenda akafanya hivyo bila kushikwa mkono? Inakuwa ni wachache, unaona. Kwa hiyo hata wale wanaokwenda kuingia kwenye ngazi hizo inabidi wanafanya kazi ya ziada. Hata kama watu wanafikia kwamba na viti maalum kwamba labda ni rais, na viti maalum nayo ni ngumu, pamoja ni kwamba wanawake kwa wanawake wenyewe tunaokaa tunafanya nini, tunachaguana, unaona. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba yale mazingira bado hayawezi kumsaidia mwanamke kuweza kuingia kwenye ngazi, pamoja na kwamba tunaona serikali inajitahidi. Serikali inajitahidi kwenye vitu tofauti tofauti. Unajua hata serikali kuleta maendeleo karibu na eneo unalokaa. Kwa mfano kwenye swala la maji, swala la miundombinu, swala la umeme, sijui nishati safi, ile pia inaweza kumsaidia mwanamke akaweza kuingia kwenye swala zima la uongozi. Ndio. Kwamba ana uwezo, anajua mimi naweza nikitoka hapa natembea mita 100 na kwenda kuchukua maji na kuja na bandika na kula chakula cha watoto wangu, na gesi yangu nawasha hapa dakika 2 napika nikimaliza. Kuna mkutano unaozungumzia masuala ya siasa au unazungumzia
mimi naweza nikaenda pale na nikapata ujuzi. Lakini kama mtu atakuwa anakwenda kushinda kutwa nzima, anakwenda kukata kuni kule kisima kule nani msituni, au anakwenda kuchota maji masaa yote, atapata muda wa kuja kusema kwamba anatamani na yeye ingie kwenye shughuli mbalimbali za kisiasa? Kwa hiyo utaona kwamba kwanza tunaendelea kumshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeona kabisa marais wa awamu zote wamefanya, na sasa hivi tulienayo awamu ya 6, anaona jinsi gani ya kuweza kuleta zile shughuli zote za maendeleo karibu, ili kusudi wanawake nao waweze kufanya nini, waweze kuingia kwenye hizi ngazi za kutoa maamuzi. Lakini ukiangalia hata hizi program mbalimbali za kuwafundisha, kuwajengea uwezo wanawake ili kusudi waingie kwenye nafasi mbalimbali, kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya kisiasa, kwenye masuala ya kijamii, yote hayo ndio maana unaona hata hiyo 37% kwa mfano ya wanawake walioingia bungeni ni kutokana na hayo mafunzo ambayo ameyapata. Hata hiyo 14% ya hao wanawake wa mfano katika mkoa wa Dodoma ambao ni madiwani wa kata, nao pia wameingia katika hiyo mifumo au katika mafunzo hayo, ndio aliweza kuyatengeneza ili kusudi na wao waweze kunani. Lakini mimi naamini safari tumeianza, wala tuhitaji kukata tamaa. Safari ni ndefu. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha makundi mbalimbali, vijana, na tuanze kuandaa tangu akiwa mashuleni. Mtu amechaguliwa kuwa prefect, wenzio namuona kabisa kwamba huyu ni star. Kwa hiyo wale tukishawaona tuwabaini, ili kusudi mwisho wa siku tuweze kufanya nini, tuweze kuendelea. Hata mimi nilikuwa monitor darasani. Sasa kwa hiyo ule monitor nimeenda nao mpaka nimefika hapa nilipo. Kwa hiyo sasa mimi bado ninaweza nitoe heshima hata kwa wazazi. Ukiona mtoto wako anajitokeza, support, mpe support ili kusudi mwisho wa siku aweze kusimama yeye mwenyewe. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba safari yetu tuko hatua, lakini bado tunahitaji kufanya mazuri zaidi ili kuweze kufika. Lakini mwisho wa siku mwanamke akiweza kujikwamua kiuchumi, mwanamke akawa ana elimu ya kutosha, ana uelewa wa kubaini na kupambanua hili zuri hili baya, mwanamke ambaye atasimama mwenyewe, sio kwa kutegemea labda kwamba nikifanya biashara fulani ya ngono nini, no. Yani mwanamke anatakiwa asimame yeye mwenyewe, akisimama pale, akasimama na akaenda akajipambania mwenyewe. Mimi naamini mwisho wa siku, mbona katika maeneo ambao wameshinda wanaume si walikuwepo? Kwa hiyo it means kwamba na wale wanaume waliwapa support wale wanawake, waliwaona wanafaa, na ndio maana wakafanya nini, wakawapa hizo fursa. Kwa hiyo sisi bado, mimi siamini katika kukata tamaa, kwa sababu sijawahi kukata tamaa hata siku moja. Mimi katika kauli mbiu yangu hakuna kukata tamaa, daima mbele. Kwa hiyo niendelee kuwashauri wenzangu, na mimi watoto wangu nawatengeneza, na nimewatengeneza na watoto wa kike 2, lakini na mimi nimewatengeneza in such a way kwamba anaweza akasimama yeye mwenyewe na akazungumza na akajitetea, na wala hakuna shida. Lakini na ndugu zangu, majamaa ambao wamenizunguka, lakini na wanafunzi ambao nimewafundisha nini. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo nimevifanya, na naamini kabisa tukiendelea hivyo basi tutawatengeneza, watakuwa viongozi bora, na tutapata madiwani wengi zaidi, wabunge wengi zaidi, na tunashukuru Mungu sasa hivi tuna rais mwanamke. Kwa hiyo hiyo ni inspiration kubwa, hiyo inaongeza chachu kubwa sana. Na mimi naendelea kutoa rai, ingawaje of course hapa sio sehemu ya kusema mambo ya siasa, lakini najua kabisa 2025 hii tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa madiwani, uchaguzi wa wabunge, pamoja na uchaguzi wa rais. Tusifanye kosa, tuhakikishe kwamba tunampa Dr. Samia Suluhu Hassan kura nyingi za kutosha, kwa sababu tunaona kabisa masuala ya maendeleo ambayo ameyafanya kwa ajili ya nchi yetu.